Tunapenda hapa kukumbusha kwamba chama chetu kiliwasilisha Tume ya Uchaguzi barua alfajiri ya tarehe 30 Oktoba 2025 chini ya saa 24 tokea kura zikamilike kupigwa, kueleza kwa kina jinsi uchaguzi ulivyovurugwa, ikibainisha vitendo vyote vya kiharamia vilivyofanywa na maofisa mbalimbali wa serikali, wengi wao wakiwa watumishi wa tume hiyo ya uchaguzi. Tume kwa nia ovu ya wazi haikutaka hata kuchunguza tuhuma hizo, na kama kawaida yake ikaanza kujificha nyuma ya visingizio vya taratibu na sheria. Mimi niwaambie tume, hasa inapojinasibu kwamba inaongozwa na majaji wawili, mwenyekiti George Kazi na makamu wake Jaji Aziz, walipaswa angalau kama wanataka kujificha wa play smart, sio to resort to these childish games. Aibu, fedheha, kashfa kwao. Na pia nikumbushe jambo moja hapa, waandishi, mtakumbuka sisi hatusemi tu. Mnakumbuka tarehe 27 mwezi wa 10 2025 mwenyekiti wetu ambaye alikuwa ndiye mgombea urais alifanya mkutano na waandishi wa habari Golden Tulip, akafichua siku moja kabla hicho kinachoitwa kura ya mapema, ambao kwa hakika ni wizi wa mapema kama ulivyodhihirika. Siku moja kabla alifanya press conference kuanika mambo ambayo yamekusudiwa kufanywa kuhujumu uchaguzi. George Kazi huyu nakumbuka, alitoka na safura tele kumjibu mwenyekiti wetu, kusema kwamba anatoa mambo ambayo hayana ushahidi na kuleta taharuki na kwamba akachanganyikiwa, lakini Mwenyezi Mungu hamfichi mnafiki. Yale yote aliyosema mwenyekiti wetu tarehe 27 ndio aliyokwenda kutokezea tarehe 28 na 29. Leo anataka kuyafunika tena kwa kwenda kutaka kuharibu uchaguzi. Jambo hili halikubaliki hata siku moja. Nimalize kwa madai yetu. Chama cha ACT Wazalendo hakitakaa kimya wakati haki za wananchi wa Zanzibar na demokrasia yetu vikiendelea kuchanachanwa na kutupwa kwenye moto. Hivyo tunataka mambo yafuatayo yatekelezwe. La kwanza, kusimamishwa mara moja uteketezaji huu. ZEC lazima isitishe mara moja mpango wowote wa kutupa, kuharibu au kuteketeza nyaraka na vifaa vya uchaguzi mpaka mashauri yote yaliyopo mahakamani yamalizike. Kama tulivyosema, kuharibu ushahidi ni kosa la jinai. Pili, hatua za haraka za mahakama. Msajili wa Mahakama Kuu anapaswa ashughulikie maombi yetu ya ukaguzi wa nyaraka, yani application for discovery and inspection, kwa haraka sana. Siku moja ya ukimya wa mahakama ni ushirikiano katika kuharibu ushahidi. Tatu, ulinzi wa nyaraka na vifaa. Tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kuhakikisha kuwa nyaraka zote za uchaguzi mkuu wa 2025 zinatunzwa chini ya ulinzi madhubuti, ili kuzuia, sije tukasikia hapa kwamba hazikuharibiwa lakini kumetokezea moto wa ajali au upotevu. Mamlaka zinazohusika zinapaswa kulinda na kuhakikisha zinasimamia kulinda nyaraka hizi mpaka pale haki za wananchi zinazolindwa kikatiba zitakapopatikana katika mahakama. Nimalize kwa kusema ukweli hauchomeki kwa moto. Asante sana.